wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, hakika hiyo Qur'an ni ukumbusho wako wewe Muhammad na watu wa umma wako, kaumu yako. Wa sawfa tusalun, na hivi karibuni mtaulizwa. Tutaulizwa ndugu zangu, Qur'ani hii tutaulizwa. Waislamu tutaulizwa juu ya Qur'ani ambayo leo watu wanaichezea Qur'ani. Itatafutwa Qur'ani na watu watagawana zile juzuu, kisha amekufa mtu hapo kusoma Qur'ani. Watu wanasoma Qur'ani, kafa mtu. Nani kakwambia Qur'ani anasomewa maiti? Usikum wa usi nafsi awalan bitaqwa Allah faqad faza almuttaqun liqawlihi ta'ala inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu mliohudhuria hapa, waumini wa Kiislamu, niwahusie kabla ya yote na pia kuhusia nafsi yangu juu ya nini? Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini jambo hili? Faqad faza almuttaqun, hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tulipata wapi hili kwamba wamefaulu wenye kumcha Allah? Kauli zake Allah nyingi katika Qur'ani zikithibitisha hilo, pia mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika kauli za Allah, moja katika hiyo iliyo katika surati An-Naba, ya Allah anasema inna lilmuttaqina mafaza, hakika kufaulu ni kwa wale wenye kumcha Allah. Allah tujalie katika hawa. Ndugu zangu, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, tupo katika mwezi wa Shawwal, tupo katika mwezi wa mfungo mosi, na hii ni Ijumaa ya pili ndani ya mwezi huu. Pamoja na mengi ambayo yamezungumzwa katika jukwaa hili Ramadhani na pia nje ya Ramadhani, Ijumaa iliyopita, nitagusa kwa mbali mwezi wa Ramadhani. Hatupo tena kwenye Ramadhani, lakini bado tuna manukato ya Ramadhani, bado tuna hisia kali za Ramadhani, bado tuna athari za Qur'ani, za visimamo vya usiku, dua, tuna athari ya kukithirisha sadaqa, kuamrishana mema, kukatazana maovu, wa ghairu dhalik, na mengi. Tuna athari ya mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, katika athari kubwa kuliko zote ambayo Muislamu ajitahidi asiwe mbali na athari hiyo, na kama anayo aikumbatie, aishikilie, ni athari ya Qur'ani. Katika darsa mbalimbali tumezipata ndani ya Ramadhani, ni pamoja na kushikamana, kuwa karibu, kufanyia kazi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bali kwa kuwakumbusha ndugu zangu, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao ndani yake imeteremshwa Qur'an. Hilo litutoshe sana kwamba tulikuwa kwenye mwezi ambao Qur'ani imeshuka. Mwezi umekwisha, Qur'ani ipo ila qiyam saa, Qur'ani ipo mpaka siku ya kiyama. Mwezi ambao umeshuka ndani yake Qur'ani, Qur'ani ukawa unaisikiliza sana nyuma ya imam, Qur'ani ukawa unaisoma we mwenyewe, Qur'ani ikawa inachambuliwa katika durusu ilmia, darsa mbalimbali. Hakuna katika msikiti wowote Tanga hii ilikuwa hakuna darsa, hakuna. Zitakuwa tu labda kwa uchache darsa moja mbili, lakini haikosekani ikawa ndani ya siku, ndani ya Ramadhani ikawa kuna siku inapita, kuna msikiti hakuna chochote kinachozungumzwa juu ya Allah amesema nini, mtume amesema nini. Kupitia darsa mbalimbali hizi, kalima sikwambii, mawaidha mafupi haya dakika 5 10, kila sehemu ulikuwa unasikia sauti zinarindima, watu makoya na wakauka. Kwa nini? Kwa sababu ni mwezi wa Qur'an. Yanayojiri ndani ya hayo madarasa, ndani ya hizo kalima,
hakuna isipokuwa ilikuwa Allah anasema nini na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, athari ya Ramadhani kubwa ni Qur'an al-Karim, Qur'ani tukufu, ambayo hii tunatakiwa tudumu nayo, tuishi nayo, ni muongozo wetu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea maisha yote, sio ndani ya Ramadhani, bali tabia au nidhamu ya mwezi wa Ramadhani kuna kuwepo na iktharu fi taat, kuna kukithirisha mambo mbalimbali ya kumtii Allah. Katika hilo ndugu zangu ni Qur'ani. Qur'ani ikiwa itasahauliwa, itaachwa, itatupwa, basi huko ni kufeli kukubwa sana. Umma baada ya kufika hapo hakuna mahala ila ni kuangamia kesho akhera. Allah tunusuru tusifike hapo. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mashtaka yake mbele ya Allah ni maneno haya ambayo Allah ameyachukua akatuwekea katika surati al-Furqan aya ya 40, na amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na atasema, ewe Mola, hakika kaumu yangu, watu wangu wameifanya hii Qur'ani mahjura, ni kitu kilichohamwa, kilichotupwa, kimetelekezwa, hawana habari na Qur'ani, wameishi hivyo. Ya Rabbi, wewe ni shahidi na ninakushtakia hawa watu. Tusiingie huko ndugu zangu, ni mtihani mkubwa. Shafiu hadhihi al-umma, kiongozi muombezi wa umma huu, ikiwa yeye hana habari na wewe, bali anagongea msumari pale ambapo wewe panapelekea kuangamia, basi ni hatari kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anasema waqala ar-rasulu ya Rabb, atasema Mtume, ewe Mola, inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika kaumu yangu, watu wangu walifanya hii Qur'ani ni kitu kilichohamwa. Ndugu zangu, yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, qaulan wa fi'la, kwa kauli na kwa kitendo, aliishije? Rasulullah alikuwa mbali na Qur'ani, haikuwa katika mwezi wa Ramadhani wala ghairu Ramadhani, wala katika mwezi ambao sio Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye na Qur'ani, Qur'ani na yeye. Tunalipata wapi hili? Suila Aisha radhiyallahu anha an khulqi nabii sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa bi Aisha radhi Allah zimfikie, ummul mu'minin, zawji nabii sallallahu alaihi wasallam, mke wa Mtume, mama yetu sisi Waislamu, aliulizwa kuhusiana tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu eleza Aisha, vipi tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Bi Aisha alitumia maneno mawili, hakutoa maelezo mengi, na wale waliambiwa maneno haya walitosheka, hawakuwa na hoja. Jawabu lake Bi Aisha baada ya kuulizwa, anatoa jawabu, anasema kana khulquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia yake ni Qur'an. Full stop, hakuna maelezo mengine, yanatosha. Haya maneno unaweza ukajaza mavitabu, mijeled, volumes of kutub, vitabu vingi unaweza ukawa umevialifu, umevitunga kwa kutumia maneno mawili tu. Ummul mu'minina Aisha, kana khulquhu al-Qur'an, ilikuwa tabia yake ni Qur'an. Tumetoka katika mwezi ambao Qur'an imeshushwa ndani yake. Vipi tabia zetu? Tumeathirika vipi na jambo kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani? Inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika mimi nimeiteremsha Qur'ani katika usiku wa lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, hakika mimi nimeiteremsha Qur'ani katika usiku uliobarikiwa. Kitabu kilichobarikiwa ambacho Allah ametukabidhi, anasema ni hudan lilmuttaqin, hudan linnas, ni mwongozo kwa wamchao Allah, mwongozo kwa watu. Ndugu zangu, hakuna athari kubwa kama ya Qur'an baada ya Ramadhani. Athari kubwa kwa Waislamu hakuna kama Qur'an. Kwa nini? Wanaishi nayo,
Waislamu wanayo katika vifua vyao, wanayo majumbani mwao, wanaisikiliza mara kwa mara, wanaisoma mara kwa mara. Marejeo yao Waislamu ni Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Allah anatuambia ikitokea nizaa, mvutano baina yetu sisi, mzozo, ni kurudi katika Qur'ani na sunna. Farudduhu ila Allah, rejeeni kwa Allah, ai ila al-Qur'an al-Karim. Kurejea kwa Allah ni kurejea katika Qur'an wa rasul, na kurejeeni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai anaendewa. Masahaba radhiallahu anhu mengi katika kutafuta ahkamu za mambo yao mbalimbali ya dini, wakienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tumekuja tuna kadha kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawafahamisha au jibu linatoka kwa Allah. Yasalunaka, ukifunua katika Qur'ani hizi yasalunaka ni nyingi mno, wanakuuliza ya Muhammad, wanakuuliza. Qul, waambie, kila swali lina jawabu. Allah subhanahu wa ta'ala ambia waambie kadha wa kadha. Hii maana yake nini? Watu wakimwendea sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wana asila, wana maswali, wana utata, wana mambo mbalimbali ambayo ni katika changamoto za maisha yao juu ya dini yao. Mtazamo wa dini unasemaje? Jambo ambalo halipo kwa wengi miongoni mwa watu wa kileo Waislamu, kwamba hawana kuuliza kwa mashehe. Mambo yao wanahukumu wao wenyewe vile wanavyojisikia, wanaendesha taratibu za maisha yao, hata yanayohusiana na dini ambayo ndio maisha ya mwanadamu kwa ujumla. Muislamu maisha yake yanatakiwa yawe ni maisha ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Adh-Dhariyat anatuelekeza hilo akisema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuwaumba majini na wanadamu ila waniabudu. Maisha ya Muislamu yawe ni maisha ya ibada. Wanachuoni wetu wanasemaje juu ya ibada? Taarifu ya ibada, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yeye rahimahullah ana maneno mazuri akitupa definition au taarifu ya nini ibada. Man ismu jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ni jina lililokusanya kila anachokipenda Allah na kukiridhia. Min al-aqwal wal af'al, miongoni mwa kauli mbalimbali, vitendo mbalimbali, adh-dhahira wal batina, vyenye kudhihiri, vyenye kuonekana na vile ambavyo ni jasiri. Maadamu ni vya kumridhisha Allah, hivyo ni ibada. Kwa hiyo utaona mfumo wa maisha yote ya Muislamu yote yatakiwa yawe katika ibada. Hana sehemu moja au mbili anaruhusiwa kwamba hapa aishi nje ya ibada. Kila kitu dini yetu imetuwekea wazi tuishi namna gani, ndio maisha yatakiwa Waislamu. Kwa hiyo tukiwa tunaishi, kuna mengi yanayotukwaza ambayo yanakuwa hatufahamu. Wapo wajuzi ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia tukitatizika kwa lolote turudi kwao. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaojua ikiwa nyinyi hamjui. Ahlu dhikri huna alulama al-umma, wanachuoni ambao tunao wengi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qa'il inna anzalnahu fi laylatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتصف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد لله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الجزاء والحساب. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika imani, nichukue fursa hii tena kuwahusia na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wamefaulu wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala? Ndugu zangu, baada ya Ramadhani athari kubwa ambayo itabaki
ni athari ya Qur'an. Mengine yote ni madogo ya kawaida, lakini athari kubwa ambayo Waislamu kuishi nayo ni Qur'an. Ramadhani imekwisha, lakini Qur'ani ipo. Itakuja tena Ramadhani, lillahi alhamdu, kwa yule ambaye atakuwa amekadiriwa kuwa katika hao, atakutana na Ramadhani katika wale ambao Allah atakuwa amewaorodhesha kuwa katika Ramadhani hiyo. Kuna ambao tulikuwa nao Ramadhani ya mwaka juzi, hii ya mwaka jana hatukuwa nao. Hivyo hivyo yawezekana ni mimi au wewe, hii tulikuwa pamoja, ijayo inawezekana mimi au wewe usiwepo. Wama dhalika ala Allah biaziz, wala si jambo zito mbele ya Allah. Yeye ndio anayekadiria, yeye ndio anayetawala mambo yote ya siri. Alladhi yatawalla al-asrar huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ya ghaibu yote Allah ndio anayejua. Kwa hivyo imekwisha Ramadhani na imebaki Qur'an. Ramadhani itakuja nyingine baada ya miezi hiyo 11, lakini Qur'ani hakuna nyingine itakayokuja. La mubaddila likalimati, hakuna kubadilika kwa maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, ni yale yale. Watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah anaonyesha kwamba maneno yake ni yapo vile vile, hayawezi kuwa na mabadiliko yoyote. Vitabu mbalimbali utaona mara tumepoteza wakati, tumepoteza uhalisia, hakifai tena, kimepitwa na wakati, watu wanafanya marekebisho, kanuni mbalimbali, lakini iliyotoka kwa Allah hii huwezi kukuta kitu kama hicho, ipo vile vile. Kwa hiyo tuna Qur'an, walillahi alhamdu, ikashuka ndani ya mwezi wa Ramadhani, na tumekumbushwa sana juu ya Qur'an ndani ya Ramadhani. Athari yake lazima ibaki kwetu mzani, ili kufaulu sisi ni kushikamana na Qur'an, si vinginevyo. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika surati Zukhruf, fastamsik billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim, shikamana na yale ambayo uliyoteremshiwa kwa njia ya wahi. Anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashikamane na Qur'an. Sijui wewe kama mtume kaambiwa hivyo, wewe utaambiwa nini? Kiongozi wa umma anaambiwa ashikamane na Qur'an. Yeye sio kwamba yeye hausiki na Qur'an, na yeye anaambiwa ashikamane na Qur'an. Wewe mtu wa kawaida, kiongozi kishaamrishwa hilo, shikamana na yale uliyoteremshiwa kwa njia ya wahi. Wa innaka ala siratin mustaqim, na hakika wewe upo katika njia iliyonyooka. Aya inayofuata Allah anasema wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik, hakika hiyo Qur'an ni ukumbusho wako na watu wa umma wako Muhammad. Wa sawfa tusalun, na hivi sasa, hivi karibuni mtaulizwa. Tutaulizwa ndugu zangu juu ya Qur'ani, tutaulizwa. Nahnu mas'ulun amama Allah subhanahu wa ta'ala, ni wenye kuulizwa sisi mbele ya Allah juu ya Qur'ani. Tumeona katika surati al-Furqan mashtaka ya mtume juu ya watu kupuuza hii Qur'an. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, na akasema mtume, Mola, hakika kaumu yangu, watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kitu kilichohamwa. Haya ni malalamiko, mashtaka ya mtume sallallahu alaihi wasallam li jamii ummatihi, kwa watu wake katika umma wote ambao wamepuuza Qur'an. Lakini pia Allah anamwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kumsisitiza hasa, akiwa anazungumza naye yeye kama yeye, fastamsik billadhi uhiya ilaika alquran, nini Az-Zukhruf, shikamana na yale ambayo ulioteremshiwa wahi katika Qur'an. Wa innahu la dhikrun lak wa innaka ala siratin mustaqim, na hakika wewe upo katika njia iliyonyooka. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika, hakika hiyo Qur'an ni ukumbusho wako wewe Muhammad na watu wa umma wako, kaumu yako. Wa sawfa tusalun, na hivi karibuni mtaulizwa. Tutaulizwa ndugu zangu, Qur'ani hii tutaulizwa. Waislamu tutaulizwa juu ya Qur'ani.
ambayo leo watu wanaichezea Qur'an. Itatafutwa Qur'ani na watu watagawana zile juzuu, kisa amekufa mtu hapo, usomwe Qur'an. Watu wanasoma Qur'ani, kafa mtu. Nani kakwambia Qur'ani anasomewa maiti? Lini na wapi Mtume alifanya mchezo mbaya huo? Haikuthibiti hata mara moja. Ndugu zangu katika imani, tusikilizane, achaneni na porojo za mitaani juu ya hichi kitabu. Tutaulizwa. Mtume amefiwa na wengi, familia yake Sayyidatu Khadija. Ni Khadija mkewe kipenzi wa kwanza, kafiwa na wanaye kina Ruqayya, kina Kulthum, kina Zainab, kina Ibrahim. Wamekufa wanaye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekufa ammi yake Hamza wa ghairuhum na wengine. Lini Mtume alisoma Qur'ani? Yeye anaijua vizuri yote, juzuu 30. Sanuqri'uka fala tansa. Allah anamwambia nitakusomea hii Qur'ani, utoisahau maisha, utosahau. Kile sasa wanaye Qur'ani, masahaba walihifadhisha Qur'ani wapi? Kwenye msiba na wanani? Lini Mtume alikaa wanasoma Qur'ani? Pamefiwa pale, maiti yupo ndani bado wanaoshwa, au ni siku ya 3 wameishazika, au kule makaburini walikuwa wakifanya mambo kama haya, ambapo leo ni mambo ya kawaida haya. Na ukisema wewe unaonekana upendezi, ufai, mbaya kama wewe hakuna. Kataza man Qur'an, isisomwe Qur'ani hapo. Kwa nini? Kila herufi moja thawabu 10. Wewe namna gani? Umekuja na dini mpya. Dini mpya umekuja nayo wewe, hakuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wala masahaba. Ndugu zangu, tusiichezee Qur'ani. Hakuna kusoma Qur'ani kwa aliyekufa siku ya 3 au siku ya 40. Hakuna. Sichezee kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hichi ni kwa ajili yetu sisi tukiwa hai. Tusome Qur'ani, tufuate Qur'ani, miongozo yetu. Haii mtu mpaka akifa ndo asomewe Qur'ani. Wasaufa tusalun, hivi karibuni mtaulizwa. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wasaufa tusalun. Hakika ni ukumbusho wako Muhammad na ukumbusho wa watu katika umma wako. Hivi karibuni mtaulizwa nyinyi juu ya Qur'an. Ndugu katika imani, katika vitu ambavyo vinavyosikitisha, mazingira unayoona nayo Waislamu pia inaashiria Qur'ani hawana habari nayo. Qur'ani hawana habari nayo, hawaitaki. Hawasemi kwamba haina maana, lakini vitendo vinaashiria hivyo. Utakwenda kuswali katika musalla, ukiwa makini pale katika musalla, kiwanja cha kuswalia, waangalie Waislamu pale. Tunaanza swala tofauti na hapa swala za Ijumaa, tunaanza khutba. Swala zaidi kinyume kidogo na swala hii. Pale kunaanza kuswaliwa rakaa 2 zile na takbira zake. Imamu akitoa salamu watu wanaondoka, wengi wanaondoka Waislamu. Ya subhanallah, wanakimbia nini? Wana haraka gani Waislamu hawa? Huyu khatibu anayesimama pale ana maneno gani mabaya anayozungumza? Kama sio aya za Allah subhanahu wa ta'ala, mafunzo ya Mtume. Hakuna mtu anayezungumza habari za mjomba wake au marehemu babu yake bali. Allah anasema hivi, Mtume anasema hivi. Watu wanaondoka wamesha swali, hawana habari, wanakimbia mauidha. Siku za Ijumaa kama leo watu wanakuja wamechelewa, wanakuja akijisikia, yani kuna mambo yake ameyaweka ndio kipaumbele chake, mpaka atakapomaliza bado dakika chache nitawahi, anakuja khatibu, ni hutuba ya pili. Na wengine mashaallah wanafuatilia kweli kweli dakika zile za saa. Tumia muda gani? Haangalii maslahi ya kile kilichozungumzwa, anaangalia saa inamshughulisha. Saa 7:03 pale, saa ile iko shuru, kama ipo sahihi na dakika 3 utaswali sasa hivi. Mimi nimepanda hapa saa 6:38.
Nitakiwa na nusu kwa dharura mbalimbali. Na usiseme kwa mbona wewe umechelewa. Wewe ndio unatakiwa uwahi. Sunna khatibu ndio wa mwisho kuingia msikitini. Takiwa watu wawahi. Ala sabili mithali, kwa njia ya mfano. Ndugu zangu, napenda kutoa mifano. Mfano inamfanya mtu awe karibu na kuelewa. Wa tilkal amthalu nadhribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Allah katumia mifano sana kwenye Qur'an. Tuna mheshimiwa rais amekuja, ni mgeni mfano Masjid Ansari hapa, mfano atakuwa na khutba na nini, ataeleza atakayoeleza hivi. Kwa nafasi yake yule, kuna mtu anakuja akichelewa ya kumsikiliza pale, watu huo wanawahi. Huo ndio uhalisia. Hata uwanja ule wa Mkokwani unaweza ukawa hautoshi, kabla ya wakati hajahudhuria watu wameshajaa. Pia umakini wa kumsikiliza yule unakuwaje? Kuna mtu anasinzia pale, hapa watu wanasinzia, kuja kusinzia msikitini. Muislamu unasinzia msikitini wewe? Hutuba imezungumza nini pale? Tukivaa malapa yetu pale, mtu hawezi kukupa nukta muhimu ambazo zilizojiri ndani ya hutuba, hawezi akazungumza mambo mengi yapi? Au kuna baadhi ya wanawake wake zetu ni wadadisi. Leo mashallah umesalia wapi? Msikiti fulani. Hutuba imezungumza. Bwana kapanda na kilemba hicho, amezungumza mambo mengi kweli kweli. Subhanallah. Umjui ustadhi fulani? Umjui? Anaongea yule. Unamjua? Wewe acha bwana. Akipanda yule, unanisifia kwa mkeo katika sura ya kunibomoa mimi masifai. Lakini ndugu zangu, mambo ya lahwi, swali linakuja ni hivi: Mheshimiwa Rais na anayoyazungumza yanaweza yakawa muhimu kuliko anayozungumza khatibu hapa? Haiwezekani. Anasema wakati wote, hawezi kuwa muhimu. Hata yeye mwenyewe atakubali kwamba anayozungumza khatibu ni muhimu kuliko wazungumzayo kiongozi yoyote wa serikali. Muhimu sana. Bali wao wakiwa wamekwazwa na mambo fulani, wanarudi kwa viongozi wa dini. Jamani, nyinyi sasa ndio muambie huko katika nyumba za ibada, waambieni kadha kadha kadha. Kwa ndugu zangu, umakini unatakiwa. Tusikimbie mauidha, tusichoshwe na mawaidha. Qur'ani mtu anakuja kuisikiliza hapa khutba na maneno ya Mtume SAW, anakuja kusikiliza akiwa kachelewa, na pia anatoka na lalamika. Lakini masala ya mipira, subhanallah, mtu atakaa ameitolea macho screen ya television au ni uwanjani pale, akiwa makini kweli kweli. Sio makini. Huu ni uhalisia. Hatusemi kwamba yafaa sisi kuwaweka sana msikitini, hapana. Lakini umakini lazima uwepo. Na tusichukie, usijenge mazingira saa hizi ndio mtu yupo bafuni anaoga, au saa hizi bado anauza, yupo dukani au sokoni anauza. Muislamu kwa pale Masjid Ansari, nitawahi sanga, nawahi, subiri, anarudisha chenje, toa bidhaa, yupo hivyo. Allah anatuambia nini? Fa idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah, panapoadhiniwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, fanyeni haraka kwenda msikitini kumtaja Allah. Wadharul bai'a, acheni kuuza na kununua. Hapa muradi wake sio masala ya kuuza na kununua. Biashara yoyote, kazi yoyote inatakiwa isimamishwe, watu wawe haraka wapo msikitini. Siku muhimu kama hii, ndugu zangu. Tena nimetoa mfano wa mambo halisi ya watu kupuuza mawaidha, kutoathirika na Qur'ani, japo tumetoka katika mwezi wa Ramadhani. Siku ya Idi una watu hao na miswala yao, khatibu anaanza mukaddima, wanaondoka makundi kwa makundi. Fama lahum ani tadhkirati mu'ridhin ka'annahum humurun mustanfira farrat min kaswara. Allah anatuambia katika sura Al-Mudaththir aya za mwisho, anasema wana nini hawa? Wanapuuza ukumbusho wa Qur'an. Wana nini hawa? Mbona wanapuuza ukumbusho wa Qur'an?
kaannahum humurun mustanfira, wamekuwa kama mapunda yanayokimbia. Farrat min qaswara, wanamkimbia simba mkali. Yani kusimama mtu hapa, kuna mtu yupo tabuni, hana raha kabisa, mpaka nikishuka hapa matumbo yake ndio yametulia, hana raha, sijui anaogopa kitu gani. Unajua kuna staili ya kenge, akiona mvua anakimbilia mtoni. Muislamu naogopa mawaidha ambao ni kitu kitakachokutakasa. Wadhakir bilqurani man yakhafu wa'id. Msikiliza Allah anatuambia kumbusha, anaambiwa mtume wetu Muhammad na kila mkumbushaji, kumbusha kwa kutumia Qur'ani. Man yakhafu wa'id, kwa yule atakayeogopa makemeo ya adhabu za Allah. Kumbusha kwa kutumia Qur'ani. Tokea nimepanda hapa na ninashuka sasa hivi, nazungumzia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna langu wala la mjomba wangu la babu yangu nilolitia hapa. Unachoshwa na kitu gani? Kwa nini hupendi? Yani msanii anakufurahisha zaidi wewe kuliko kumsikiliza shekhe, kuliko kumsikiliza imam, kuliko wanaswali muda mrefu kweli kweli bwana. Msikiti fulani pale nusu saa tu tarawih umeshamaliza, unawahi mapema kwenda kupiga story na mkeo. Ya subhanallah, mwezi umeisha huu. Maimamu wanaoitwa fuso, wengine mwendo kasi. Maimamu hao ndio wanaopendwa ajabu, sio huyo ambaye dakika 45 lisaa lizima anazungumza maneno ya Allah akitukumbusha sisi tukiwa nyuma yake. Ni tatizo. Ndugu zangu katika imani, tusichukie mauidha, tusichukie Qur'ani, bali katika athari kubwa ya Ramadhani kuisha ni Qur'ani. Tuishi na Qur'ani, hii tutaulizwa. Nimalizie nukta mwisho, ndugu zangu, vyuo vyote, vyuo kama sio vyote, asilimia kubwa kesho vinaanza kutoa taalimu. Taaluma inaanza kesho biidhnillah, vyuo vinafunguliwa. Hapa Tanga tayari vijana wengi wageni wameshakuja kuanza masomo. Kwa bahati kubwa ndugu zangu, Tanga hii imekuwa ndio kimbilio la Tanzania nzima kuja kusoma dini ya Allah. Maal asaf, masikitiko yalioje, vijana wa Kitanga hatuwaoni isipokuwa wachache katika maahidi zetu hizi za watoto wa kiume na wa kike, wachache. Tuwakumbushe, tuwahimize waende wakaisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hii ni katika athari kubwa ambayo tumeipata kupitia mwezi wa Ramadhani. Tumekumbushwa mengi ndani ya Ramadhani. Pia madrasa hizi za mitaani, msikitini, za watoto wetu chekechea, pia kesho nyingi zitakuwa zimeanza rasmi. Tuwapeleke watoto wetu, tukawarithishe kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana maana yote ya watoto tukiwa tunawahimiza mashule tunakubaki nao majumbani. Wakitoka mashuleni tunajipalilia makaa. Ndugu zangu, katika vitu ambavyo tutaulizwa mara baada ya mtu kufukiwa na tani kadhaa ya udongo pale kaburini, moja katika yale maswali, yani asila, maswali matatu ni dini. Taulizwa dini pale, uhusiano wako na mambo ya dini kwa ujumla yalikuwaje. Taulizwa. Hautaulizwa ulifika kidato gani, ulipata degree ngapi, ulipata diploma ngapi, wewe ulifika nchi ngapi kusoma mazingira ya ulimwengu. Taulizwa juu ya dini. Hili ni muhimu sana. Nashuka katika jukwaa hili na wasisitiza ndugu zangu juu ya dini. Na hapa ndo kuna andalio muhimu la kuandaa watakaopanda hizi mimbari. Watakaopanda hizi mimbari sio wajinga. Ni lazima waandaliwe. Nani wa kuandaa? Ni wewe na mimi, watoto wetu. Mashekhe hao wanaondoka lailan wa nahara. Ni nani atakayerithi vitabu vyao na majukumu yao ya kuongoza umma dini ya Allah, kama sio mwanao wewe, kama sio mjukuu wako wewe? Tuwarithishe dini ndugu zangu, tuwarithishe watoto dini. Tukitangulia sisi, huenda ikawa ni sababu kwa kule kuwabebesha wao dini wakatukumbuka kwa dua. Hadithi mashuhuri
Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo matatu mtu akifa huwa yanabaki yanaendelea, anastafidi, anapata manufaa kwa mambo, amali zake zote zimekatika kuanzia siku hii, illa min thalath, illa min sadaqatin jariya au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu. Haya matatu la mwisho, au mtoto mwema anayemwombea marehemu mzazi wake, au mtoto mwema. Mtume kaweka sifa pale, au mtoto mwema, hakusema au waladun yad'u lahu, hakusema hivyo. Au mtoto anayemwombea marehemu baba yake au mama yake, amesema au mtoto mwema, waladun salihun. Umemwandaa vipi kuwa mwema? Ni jambo laweza likatokea bila maandalizi yako, lakini nadra maandalizi. Kila kitu lazima kiwe na sababu. Sababu ni muhimu. Sisi tutengeneze sababu alafu tumtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio aqida ya ahli sunna wal jamaa. Allah yupo, akitaka kumuongoza atamuongoza, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hujaelewa, kaa na mashekhe, mmesikiliza maneno juu juu, waulize nini tafsiri ya maneno. Ndugu zangu katika imani, namuomba Allah tujalie sote minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته ويسرته يا رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا